Kijiji cha Mwabula kilikuwa kimenyamazia njaa na mateso. Nyumba nyingi zilikuwa chakavu, watoto walitembea peku na watu walilala bila kula. Humo ndani aliishi kijana aitwaye Baraka, yatima mwenye moyo wa huruma, aliyekuwa akiishi na bibi yake mzee. Licha ya umaskini wao, Baraka hakuwahi kulalamika. Kila siku alikuwa akiwasaidia wajane, kuwasukuma wazee kwenye magurudumu ya mbao kwenda kliniki na kuwabeba watoto waliodondoka njiani wakitafuta maji. Kila tone la jasho lake lilikuwa kwa ajili ya watu wengine. Usiku mmoja, akiwa kachoka sana na hajala, alitoka nje na kwenda kwenye kilima nyuma ya kijiji. Akiwa peke yake chini ya mbalamwezi, alipiga magoti na kusema, Mungu wangu, mimi sina chochote, lakini naomba unipe ili nipate kuwapa wengine. Nipe mali si kwa ajili yangu, bali kwa ajili yao wanaoteseka. Alilia sana usiku huo, lakini alipoamka kesho yake hakukuwa na pesa angani, hakukuwa na muujiza wa ghafla, lakini aliamini kitu kimeanza kubadilika ndani yake. Na hapo ndipo safari yake ya ajabu ilipoanza. Baada ya usiku ule wa maombi, Baraka aliamka na moyo wa matumaini. Aliendelea kusaidia kama kawaida, hata kama yeye mwenyewe hakuwa na vya kusaidia. Aliweza kugawa kipande kidogo cha muhogo kwa jirani aliyekuwa na watoto wawili wenye njaa. Siku moja, mjomba wake kutoka mji wa mbali alifika kijijini. Alikuja kumchukua Baraka ili akaishi naye mjini, amsaidie kwenye duka lake dogo la bidhaa. Wewe ni kijana mwaminifu, alisema mjomba wake. Najua hata ukiwa na kidogo, hutakula peke yako. Baraka akaaga bibi yake kwa machozi, akamkumbatia kwa nguvu, akimwahidi kurudi na kumjengea nyumba nzuri ya bati. Alipofika mjini, maisha yalikuwa tofauti. Magari, kelele na watu wa kila aina. Alianza kufanya kazi dukani, kuamka saa 10 alfajiri, kusafisha, kupanga bidhaa na kuwahudumia wateja kwa adabu. Wengine walimkebehi kwa sababu ya mavazi yake ya kijijini, lakini hakujali. Wiki zikapita, Baraka akaanza kuaminika sana. Wateja walimpenda. Mjomba wake akamwongezea mshahara kidogo, akampa funguo za duka. Hapo ndipo majaribu yalianza. Rafiki zake wa mjini wakaanza kumvuta kwenye starehe. Wakamwambia, kaka, una funguo za duka? Unaweza kuchukua 50,000 tu, tunakwenda club, kesho utarudisha kabla mjomba hajarudi. Baraka alitabasamu tu na kusema, mali isiyo yangu siwezi kuitumia kama yangu. Wakamcheka, wakasema ana roho ya umaskini, lakini hakubadilika. Usiku huo aliporudi kulala, alimwomba Mungu tena, asante kwa kazi hii Mungu wangu. Nisamehe kama nitawahi kudanganywa. Nipe moyo wa kusimamia haki, hata nikikosa marafiki. Na kesho yake mjomba wake alimuita chumbani, akamwambia jambo ambalo lilimshangaza. Asubuhi ile, Baraka aliitwa na mjomba wake. Alidhani pengine kuna tatizo kazini, lakini mjomba wake alimtazama kwa macho ya fahari, kisha akamwambia, nimekuwa nikiangalia tabia yako kwa muda mrefu. Uaminifu wako ni nadra sana. Nimeamua kukupeleka kwenye mafunzo ya biashara na uhasibu, ili baadaye uweze kusimamia maduka yote yangu. Baraka alishangaa, macho yakamtoka. Mimi kusoma? Aliuliza kwa mshangao. Ndiyo, mjomba alijibu. Wengine wangekuwa na nafasi yako wangeiba, lakini wewe umetunza hata shilingi 100 kwa heshima kubwa. Ndani ya wiki 2, Baraka alianza masomo ya jioni. Alichanganya kazi na shule kwa bidii. Alisoma kwa tochi, mara nyingine kwa njaa, lakini moyo wake haukuwahi kukata tamaa. Miaka 2 baadaye, alihitimu na stashahada ndogo ya uhasibu. Wakati huo, mjomba wake alikuwa ameanzisha tawi jipya la biashara na kumkabidhi Baraka lisimamie. Akiwa meneja, Baraka alianza kuokoa kiasi cha mshahara wake. Hakununua simu ya bei mbaya, wala hakuishi maisha ya anasa. Badala yake, kila mwezi alituma pesa kijijini kwa bibi yake na kuwasaidia watoto yatima waliokuwa karibu na eneo waliloishi mjini. Hakuacha kusali kila usiku. Maombi yake yalikuwa yale yale, nijalie pesa nyingi Mungu, lakini niweze kuzitumia kwa walio na njaa, si kwa ubinafsi wangu. Mwaka mmoja baadaye, alimwambia mjomba wake, nataka kurudi kijijini Mwabula, kuna kazi kubwa ya kufanya huko. Mjomba wake alihuzunika, lakini akaelewa. Baraka alikuwa na maono makubwa zaidi ya faida. Alitamani maisha ya watu yabadilike. Aliporudi Mwabula, kijiji kilikuwa vile vile, vumbi, magonjwa na kilio cha njaa. Lakini ndani ya moyo wa Baraka kulizaliwa mpango mkubwa ambao ungebadilisha historia ya kijiji chao. Baraka aliporudi Mwabula, bibi yake alimkumbatia kwa machozi ya furaha. Mjukuu wangu amerudi akiwa mtu mkubwa, alisema kwa sauti ya furaha. Lakini Baraka hakuwa amerudi kwa fahari. Alirudi akiwa na dhamira. Alianza kwa kuwaita wazee wa kijiji na kuambia mpango wake.
nataka kufungua kituo cha mafunzo ya kazi kwa vijana mafundi, wakulima wa kisasa na walimu wa ufundi. Kituo hiki kitawasaidia vijana kupata stadi za kujitegemea. Wengi walimshangaa. Umeona wapi kijana wa miaka 20 na kitu anaanzisha kitu kikubwa hivyo? Lakini Baraka hakutetereka. Aliuza gari alilopewa na mjomba wake na kutumia pesa hiyo kujenga jengo la awali, kibanda cha matofali mawili na bati. Akaanza na kijana mmoja tu aliyekuwa mlevi wa gongo. Akamfundisha useremala. Wiki baada ya wiki, vijana wengine wakaja, wakajifunza. Akawa analeta walimu wa kujitolea kutoka miji jirani. Wengine walihamasika na kutoa msaada, mashine, vitabu na vifaa. Katika kipindi cha miezi 6, kituo chake kidogo kilikuwa na wanafunzi 43. Vijana waliokuwa wezi, waliorandaranda mitaani, sasa walikuwa fundi bomba, wapishi na wasusi. Alianza pia mpango wa chakula kwa wazee. Kila Jumapili, aliye dhaifu zaidi alipelekewa chakula nyumbani. Wazee walimuita mwana wa Baraka, lakini pia Baraka mwenyewe. Kituo chake kikawa maarufu hadi redio ya mkoa ilipotangaza habari zake. Msaada ukaanza kumiminika kutoka mashirika mbalimbali. Lakini hata Baraka alipofanikiwa hivyo, hakuacha kusema, mimi si tajiri, mimi ni mfereji wa baraka. Mali haya ni ya watu. Na hapo ndipo majaribu ya mwisho yalipomjia. Mtu mmoja tajiri kutoka mjini alimwambia, njoo tufungue kampuni, acha kusaidia masikini, nitakufanya milionea wa kweli. Baraka alimtazama na kumwambia kwa upole, milionea wa kweli ni yule anayeweza kulala akiwa ameshiba pamoja na jirani yake. Tajiri huyo aliondoka kwa hasira, lakini siku chache baadaye jambo lisilotarajiwa lilitokea. Siku chache baada ya Baraka kumkataa yule tajiri wa mjini, alirudi kijijini akiwa na maofisa wawili wa serikali. Walifika kituoni bila taarifa, wakafuatilia kila nyaraka, wakachunguza akaunti na kuuliza vijana maswali ya kina. Vijiji vikaanza kunong'ona, labda Baraka kaiba pesa, labda si mwaminifu kama tulivyodhani. Lakini Baraka hakutikisika. Aliwakalisha maofisa, akawapa kila taarifa, akasema, hakuna pesa yangu hapa. Hizi ni baraka za Mungu, zimewekwa mahali pake. Karibuni muangalie kila kona. Baada ya saa 4 za ukaguzi mkali, mmoja wa maofisa hao alisimama na kusema kwa sauti, kituo hiki hakina doa. Kwa kweli, vijana kama Baraka ni mfano wa kuigwa. Tunaenda kutoa tuzo ya taifa kwa maendeleo ya jamii. Siku ya sherehe ilipowadia, Baraka alivaa kawaida tu, shati jeupe na suruali ya kawaida. Hakukubali kuvaa suti. Alisema, sifanyi haya kwa sifa. Ninachotaka ni kila kijiji kipate mabadiliko. Alipokabidhiwa cheti na tuzo ya heshima, alisimama mbele ya umati na kusema, miaka michache iliyopita nilimwomba Mungu anipe pesa ili niwasaidie masikini. Sikuomba magari, nyumba au vyeo. Leo ninashuhudia, Mungu hujibu maombi ya moyo mweupe. Siku hiyo, wazee walilia kwa furaha. Watu wa kijiji walicheza na kuimba jina lake. Wengine wakampa ardhi ya bure ili afungue matawi ya kituo chake. Na pale kijijini Mwabula, jina la Baraka likawa mithali. Mama akimkemea mtoto wake alikuwa akisema, kwa nini usiwe kama Baraka? Hakusoma sana, lakini alisoma moyo wake kwa Mungu. Mafundisho ya simulizi. Maombi ya moyo safi hujibiwa. Mungu huona nia ya mtu, si maneno tu. Utajiri wa kweli ni kuwainua wengine. Mali isiyotumika kuwasaidia wengine ni mizigo. Majaribu yatakuja hata ukiwa mwema. Mstari wa Biaza maombi haya. Lakini msimamo wa kweli huzalisha heshima ya kudumu. Uaminifu hujenga njia ya mafanikio. Mstari wa Baraka alipata nafasi kubwa kwa kuwa mwaminifu hata kwa pesa kidogo. Mabadiliko makubwa huanza na mtu mmoja mwenye moyo wa kujitoa.